Hello friends, welcome sana kwa kuchukua muda wako kuweza kuiangalia business opportunity. Jina langu naitwa Rafael Magege. Najua unaweza kuwa umekaa peke yako au mkiwa mmekaa kundi cha watu kwa ajili ya kuweza kuiangalia video presentation. Inawezekana umetumia na rafiki yako au umetumia link na ndugu yako au na mtu yeyote ambaye unafahamiana naye. Utakachokipata ndani ya hii video ni concept kubwa ambayo inalikuwa na kuteka over kila sehemu kwa Afrika kwa sasa. Inawezekana kama mimi ushiriki kuuliza kama ni kwa namna gani utaweza kuwa huru kiuchumi au kwa lugha nyingine tunasema financial freedom. Kuzaliwa Afrika kuna vitu vingi sana ambavyo unakuwa unatamani kuvitimiza, lakini kuna muda mwingine unakuwa kwamba no way out. Na kwa nafasi ambayo tumeweza kukutana na hizi information, tumeona ni baraka kwetu sisi na kwa watu wengine pia. Na hiyo ndio sababu tunaenda kufocus katika kuwawezesha watu wengine, kuwaelimisha kuweza kutumia hivi vifaa ili kuwa huru kiuchumi. Na kwa sasa hivi nyumba hadi nyumba, mtu mmoja hadi mtu mwingine anaongelea hii movement kutokana na mabadiliko makubwa wanayoona katika maisha ya watu. Na hii inatokana na pale kipato kinachokuwa kinaingia ni kubwa zaidi kuliko spending au matumizi. So ili uweze kufahamu zaidi undani wa hizo taarifa na ukae na mimi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa hii presentation. Kitu ambacho nataka kufahamu kwanza, IAM Academy ni nini hasa? Kwa sababu tulipoziona hizo information for the first time, tuliona kitu ambacho watu wengi tunaamini wanaenda kuwini kupitia hapa platform. Hii kampuni ni platform ambayo ipo kwa ajili ya mafunzo ya kifedha ambayo inafundisha watu kufanya vitu vikubwa ndani ya industry ya forex. Forex neno la Kiingereza linatokana na neno foreign exchange, maana yake kubadilisha fedha za kigeni. So kwa ujumla tunapoongelea forex ni ubadilishaji wa fedha za kigeni. Kampuni ambayo imeunganisha industry mbili zenye nguvu pamoja. Hapa tunaongelea forex yenye trilioni 5.3 dola za Kimarekani zinazokuwepo sokoni kwa siku. Na inapoungana na industry ya network market ambayo inafanya mauzo ya bilioni 180 dola za Kimarekani kwa mwaka mzima. So pamoja na yote ambayo tunakwambia, kitu ambacho nataka ufahamu ukweli ambao unawezekana ufahamu au hii ndio mara ya kwanza ya kuweza kusikia kitu hiki katika hapa video, ni kwamba 97% ya watu wanao participate katika industry ya network market wana fail. Of course inakuwa ni safari nzuri sana kwa baadhi ya watu na kwa miaka mingi, lakini kuna sehemu ambayo hawapendi kuishuhudia. Kuna upande mwingine wa biashara ambao hawapendi kushuhudia kwa sababu hakuna mtu ambaye anapenda kufurahi kumwona mtu mwingine akifeli. Na haipendezi sana kumwona mtu akishindwa kutimiza kitu fulani ambacho alikuwa for the first time akaamini atakiachieve alafu akafeli. So tuliona hii concept ya biashara ukiachilia kila kitu pembeni, tuliona sehemu ya watu wengi kutoshindwa ambayo haihusiani kabisa na network marketing. Kwa sababu watu wengi hatupendi kukataliwa, hatupendi kuongea kwa marafiki zetu kuhusu idea mpya za biashara au bidhaa fulani au fursa yoyote ile. Of course ni concept ambazo zina ukweli kwamba ukitumia kitu fulani utakusaidia kupunguza unene au utaboresha afya yako na nini. Lakini tulipokuwa tunaiangalia hapa ndio kusema kwamba IAM Academy ilichoamua kufanya kusema kwamba tukiamua kuunganisha industry ya forex ambayo haihusiani na wewe kuingiza watu, ambayo haihusiani na kufanya mauzo ya bidhaa yoyote, ambayo haihusiani na wewe kupiga simu kwa mtu yoyote, ambaye unaweza ukaa peke yako bila kumwambia mtu yoyote kinachokifanya na bado ukatengeneza pesa. Right? Ni pale unapokuwa unajua ni kitu gani ambacho unakuwa unajifunza na kukifanya. So na kitu ambacho unatakiwa kujua kuhusu forex kwanza ni risk. Na unatakiwa kujua kitu ambacho unakuwa unakifanya. Na kwa hizo taarifa hazikuwepo kabisa kwa watu, especially kwa Afrika na kwa muda mrefu sana. Lakini pia information za forex huwa zina gharama sana kuzijua. Kwa sababu kwa semina ya almost ya siku 2 au siku 3 kujifunza kutoka kama wale professional traders ulimwenguni, itagharimu zaidi ya dola 2,000, 3,000, 4,000 au mpaka 10,000 au hata dola 20,000. Right? So tulichokuja kugundua ni kwamba tulipokuwa tunaitupia macho IAM Academy, tunaona opportunity ya mtu wa kawaida kuweza kushiriki katika hii soko kubwa ulimwenguni, right? Kupitia system ambayo unakuta anajifunza. So na kwa vipi labda nikakwambia kwamba kuna njia au system ambayo unaweza kujifunza, kuweza kuitumia kuweza kutengeneza kipato ndani ya industry. Kuna sehemu ambayo unatakiwa ifahamu kwamba 60% inawezekana kama mara ya kwanza au, lakini pia ni kitu ambacho tunakifahamu. Hiki ni kitu ambacho tumeelezewa pia na mwandishi Robert Kiyosaki, mwandishi wa kitabu cha Rich Dad Poor Dad, kwamba 60% ya watu duniani wanafanya kazi, wameajiriwa. Yaani wanafanya kazi kwa mtu fulani. So sio kwamba ajira ni mbaya, lakini ni kwamba tatizo linakuja pale mtu anapokuwa anaishi peke yake kwa kutegemea ajira peke yake, kwa sababu kuishi kwa kutegemea ajira peke yake kila siku changamoto zinakuwa zinazidi kuongezeka. Na 35% ya population yote dunia nzima wamejiajiri wenyewe. Tunasema kwamba wao ni self employed. Mtu anaamua kufanya shughuli zake ambazo hamtegemei mtu mwingine yeyote. Lakini kuna 4% ambao ni business owner au ni wafanyabiashara wakubwa zaidi ulimwenguni, wanakuwa na miliki system ambayo inakuwa inaingizia pesa automatically. Lakini pia 1% ya watu wote duniani ni investors. Hao ni wawekezaji ambao uwekezaji wao kwanza kabisa ni katika nini? Mindset. So naambia kwamba 5% ambao inatokana na asilimia, ukijumlisha 1% na 4% ambao ni investors na business owner, hiyo 5% ndio wana control uchumi wa operation nzima.
lakini pia 95% inayobaki ndio wanacompete kupata ile 5% ambayo inakuwa imebaki. So hizi information ambazo zinaenda kukuletea wewe ni information ambazo for the first time tulipoziona, obviously tuweza kuchagua investors na pia business owner, kwa sababu tunapoongelea forex, tunapoongelea industry ya forex, ni soko ambalo kwanza ni watu wengi kwanza hawaje kusikia kuhusu hapa soko. Ni watu wengi tukiambia kwa forex for the first time ni kama forex ni kitu gani, lakini tunapoongelea forex ni kuna trilioni 5.3 dola za Kimarekani zinakuwa sokoni every single day, na katika trilioni naambia kwamba kuna zero karibia 12 ambazo ziko katika nini, katika trilioni. So ni soko ambalo liko masaa 24 kwa masaa 24 na kwa siku 5 za wiki, ambalo pia mtu aweze kuparticipate hahitajiki kuwa na physical amount of money kuweza kuanza kuparticipate katika nini, hilo soko la nini la forex. Lakini pia kuna digital currencies ambayo tunakuwa mafunzo ya kuweza kuparticipate katika digital currency, ambayo tunasema kwamba ni soko ambalo sasa hivi linakuja kwa kasi. Tunaongelea vitu kama Bitcoin, Ethereum, cryptocurrency, ambayo ndio sasa hivi inakuja kwa kasi. Watu wanaweza kufanya purchase ya vitu mbalimbali every single day na kila sehemu sasa hivi ulimwenguni, ambao pia nenyewe pia unahitaji kuwa na physical amount of money kuweza kuparticipate katika kufanya trade. Sasa M-Academy ambayo imeanzishwa mwaka 2013 na CEO wake ni Christopher Terry, ambaye ana experience ya zaidi ya miaka 30 katika industry ya forex kama professional trader, ambaye ameandika karibia kwenye vitabu 6, lakini pia akaweza kushiriki concept kubwa zaidi za nini, za materials wakubwa. So alichokifanya alipokuwa anamaliza elimu yake ya advance, aliweza kuinvolve katika industry ya forex. Sasa baada ya miaka kwenda, watu wengi wakawa wanajifunza sana kutoka kwa Christopher Terry. Almost mtu anakuwa analipia $2,000, $4,000 kuweza kujifunza kutoka kwa Christopher Terry, lakini ikafika time akawa hana muda wa kuweza kuwaserve watu wote kwa pamoja. So akaamua aanzishe platform ambayo mtu atakuwa na uwezo wa kujifunza yeye mwenyewe kwa wakati wake na kuweza kujifunza kuanzia mwanzo kabisa wa platform kwamba forex ni kitu gani mpaka kuwa master. Ndio maana inaitwa iMastery Academy. Hii hapa sio industry ya forex, lakini sio pia kampuni ya uwekezaji. Hii hapa ni educational platform, industry ambayo kampuni ambayo inakupa mafunzo ya wewe kuwa na uwezo wa kuparticipate katika industry ya forex. So alichokifanya aliweza kuweka ya part ya kwanza ambayo ni swala zima ya education, ambayo inakufundisha kuhusu swala zima la forex industry, kwamba forex ni kitu gani. Kuna series, kuna video mbalimbali ambazo zimewekwa mle ambazo zinakuwa zinakufundisha wewe, ni kitendo cha dakika 7-8 kuweza kuangalia kitu gani ambacho unatakiwa kufanya, kitu gani ambacho unatakiwa ukijue katika swala zima la forex, ambacho kinakusaidia wewe kufanya nini, kuanza kujifunza. Lakini pia kuna high frequency, hapa tunaongelea masuala ya binary option, ambapo kuna skills zake ambazo zinakufundisha wewe kuweza kuanza kufanya nini, kuweza kumaster hizo skills. Lakini pia kuna digital currency mastery ambayo inakufundisha wewe, tulipokuwa tunaongelea masuala ya Bitcoin, Ethereum, cryptocurrency, kuna skills zake ambazo zinakuwa zinakufundisha wewe kuanza kutake trade zako mwenyewe. Lakini pia iMastery Academy, kama tunavyojua kwamba forex ni swala zima la wewe kuweza kuinvest money yako na kuweza kuimultiply kile kiasi cha pesa ambacho uko nacho mkononi, kuchukua dola kuibadilisha kuwa $10, $50 mpaka $100, right? Lakini sasa nakupa nafasi na kufungulia mlango wa wewe kuwa independent business owner ndani ya iMastery Academy. So kuna part nyingine ambayo ni go live, ambayo ndo very exciting part katika hii hapa platform, kwamba unakuwa na uwezo wa kupata video almost zaidi ya 100 every single week, ambazo zinakuwa zinakuonyesha kitu ambacho ma traders wanakifanya, ambacho unakuwa na uwezo wa connect nao, kuweza kushirikiana nao, lakini pia kuuliza maswali yote wakati unajifunza kuweza kufanya nini, kuweza kufanikiwa. Lakini pia kuna hii sehemu ambayo unakuwa na nafasi ya wewe kujifunza kwa kufanya analysis ya market live. Kwa unachokuwa unakifanya hiyo ni kucopy na kupaste. Almost kwa mazoea kama mashule mtu akiwa na copy na kupaste anachelewa mtani kwa kufanya kwa kucheat, lakini huko mtu ana copy na kupaste anafanya nini, ana succeed kwa kutumia nini, mtu anakuwa na uwezo wa kutumia experience ya miaka 22 au miaka 30 ya traders ambao katika academy, anakuwa na uwezo kufanya kitu kile ambacho wao wanakifanya, then anafanya nini, anatengeneza pesa. So hizo hapa ni timetable ambazo unakuta ziko huko ambazo zinakuwa zinakuonyesha kwamba saa ngapi utakuwa na trade. So unachokuwa unakifanya unaangalia almost ukiwa na smartphone na internet connection au wifi unaweza kuparticipate. Lakini pia unakuwa unafanya live mentorship ambayo inakuwa inakusaidia wewe kutokana pia na ratiba zako. Hata kama mtu yuko busy, unakuwa unaangalia kwamba ni siku gani ambayo unakuwa na nafasi ya kuweza kufanya kwa ratiba yako mwenyewe, unakuwa unaangalia kitu ambacho unaenda ukifanya. So almost kama simu yako unakuta ina nafasi ya kutengenezea pesa. Tofauti hapo ni kwamba inakugharimu pesa kila siku. So hivi hapa vitu vyote unakuwa unavipata ndani ya simu yako. Lakini pia kuna sehemu ambayo unaweza ukachoose weapon. Hii tunasema kwamba ni kuna strategy mbalimbali ambazo unaweza kujifunza katika nini ama academy. Tunapoongelea harmonic scanner,
tunapoongelea gold cap, tunapoongelea swipe trade, pivot, hizo zote zinakuwa zimetengenezwa kwa ajili ya wewe kuweza kusaidia kuweza kujua analysis ya market kwamba kitu gani ambacho kinaenda kutokea. So unachokuwa unakifanya unakuwa na copy na kupaste. Kwa hiyo zimetengenezwa kwa ajili ya kila mtu ana strategy ambayo itamvutia zaidi na ataimaster na kuweza kumsaidia kuweza kutengeneza pesa. Kwa mfano harmonic scan inakuonyesha entry point, lakini pia take profit na kitu ambacho kinaenda kutokea sokoni, au kwamba muda gani uweke stop, kwamba hapa unatakiwa uweke stop loss yako iwe katika nini, sehemu fulani. Unaona, kwa tunapoongelea swala zima la harmonic scanner, ngoja nikuonyeshe namna ninavyofanya kazi. Ngoja nifungue hapa, taandika Amakesh Live harmonic scanner, then ngoja ifungue hapo. Itakuomba password, so kama ni member unakuta inakuomba password ambayo unajaza, then inakuwa inafunguka pale. So ambacho nakwenda kuonyesha kama unavyoweza kuona hapa, kwamba nakwenda kuonyesha kitu ambacho kinaenda kutokea sokoni, kwamba entry point, take profit, stop loss. Kwa hiyo unakuwa unaangalia kwamba kitu gani ambacho kinaenda kutokea sokoni, lakini pia unaweza ukaskani kwamba ni pair gani ambayo hapa ilikuwa ni British pound pamoja na New Zealand dollar, lakini pia kuna nafasi ambayo unaweza ukaangalia kwamba pair gani ambayo unahitaji kuweza kuifanyia kazi. Inawezekana ni New Zealand dollar na New Zealand dollar, ambapo unaweza ukaklik hapo na ikakuonyesha kitu gani ambacho unataka kufahamu kabla ya kuweza kuichukua. Hata kama huna experience ya forex, hata kama hujai kusikia forex ni kitu gani, au inawezekana kupitia hii video ndo the first time unasikia forex ni nini, unakuwa na nafasi ya kwenda kujifunza na kuweza kuanza kufanya nini, kuweza kuchukua trade zako. Ngoja load hapo. Tunaweza tukaangalia pair nyingine, Australian dollar, right. Okay, hii ni pair nyingine pia ambayo inakuonyesha labda ni muda wa kuseli, kwa sababu kikubwa zaidi ni wewe kujua kwamba saa ngapi unatakiwa useli na saa ngapi unatakiwa buy. Kwa hiyo kitu ambacho napenda kufanya, napenda kuonyesha na namna ambavyo market imeweza kwenda. Kama umeweza kuona hapa kwamba jinsi ambavyo imeweza kuonyesha kwamba entry ni hapa, take profit ya kwanza, ya pili, ya tatu, na zote hizo tayari imeshazihit. Kwa kitu ambacho wage inagharimu zaidi ya millions of dollars of money kuweza kufanyia installation, kuweza kufanya installation ya software, ambapo sasa hivi Amakesh Live ndio vitu ambavyo vinasaidia watu wengi zaidi na kuwa na uwezo wa kuvitumia. Maybe unaweza usiwe master katika forex, lakini je, una uwezo kucopy na kupaste? Una uwezo kujifunza kuvitumia hiyo vitu na bado ukiwa unafanya, uwezekano wa wewe kuweza kuongeza skills, lakini unaweza kujifunza kutumia hivyo vitu. Ndio vitu ambavyo nataka ujiulize kwamba naweza kujifunza kufanya hivi vitu na nikaweza, na at the same time natengeneza pesa, au sio? Swala kusema kwamba ujifunze miaka kadhaa mpaka uwe master ndio uanze kutengeneza pesa. Amakesh Academy pamoja na platform kama hizi harmonic scan inakwenda kusaidia wewe unajifunza, at the same time unatengeneza pesa. Lakini pia ukiweza kuachana na strategy kama hizo, kuna strategy ambazo ziko kama ni unafanya installation ya hizi application ambazo kuna swipe trade, swipe coin, gold cap, ambazo zinakuwa zinaingia kama notification, kama ambavyo unatumia message, maybe rafiki yako like picha Facebook, ndio kitu ambacho unakuta zinafanya. Kwa hiyo unachokuwa unafanya una copy na kupaste, ndani ya dakika 3 unakuwa na uwezo wa kufanya nini, kuendelea na shughuli zako. Na hii watu wengi sana wanakuwa excited nayo, kwa sababu ni kitendo cha dakika 3 ambao wako busy sana, wanakuwa na uwezo wa kufanya hivi vitu, afu anaenda kujifunza, mbali na kwamba anakuwa anasubiri hapa signal zinazo kutoka mfumo wa text, lakini yeye pia anajifunza namna ya kwanza ku take advantage ya kupata skills zaidi, kwa sababu ni skills ambazo unaenda kuzitumia for the rest of your life. Lakini pia sehemu nyingine ambayo ni Hello Center, ambayo imetengenezwa kwa ajili ya wewe. So the first part ambayo ukiingia na kuonyesha kwamba kitu gani ambacho ni academy gani ambayo unataka upate, Forex Academy au high frequency au nini, digital currency,
Ndio vitu ambavyo unatakiwa uweze kufahamu. Ndio kwa mtu mgeni kabisa for the first time unakutana hiki hapa kitu. Lakini pia kuna story nyingi ambazo umeweza kuzitengeneza ya Master Academy. Lakini kitu ambacho nataka nikwambie kwamba product zote hizo zipo kufundisha wewe namna kuweza kuiongeza pesa yako, kuweza kuichukua $1, $5, $50, kuweza kuimultiply. Kwa sababu watu wengi sasa hivi tuna focus na namna gani ambavyo nitaweza kutengeneza pesa nyingi. Lakini wachache ambao wanakuwa nawaza kama namna gani nitaweza kuongeza kile ambacho nilicho nacho mkononi tayari. Kwa sababu matajiri, mabenki, central bank na government ndio kitu ambacho unakuta wanafanya, na wamekuwa wakifanya hivyo miaka nenda miaka rudi. Just imagine maybe kwa hiyo bigapigwa maybe kama lockdown, si ndio? Kama mataifa yalikuwa wanafanya lockdown, watu walikuwa wanalalamika kwa sababu hana uwezo wa kutengeneza pesa kama alivyokuwa amezoea ile mfumo ya kumsaidia yeye kuwa in contact na customers wake. Lakini industry kama inakupa nafasi ya wewe hata kama umekaa ndani una uwezo wa kufanya shughuli zako bila kuzungumza na mtu yoyote. Na hivi vitu vyote, hizi information zote ukisema ukazitafuta huko, inawezekana kwamba ili uwe na uwezo wa kuvitumia ni dhahiri utajaribu kuwa na dola ili kuweza kufanya hivyo vitu. So yamkini unaona kwamba maybe naanzaje au unajua ni vipi au najiungaje. Baada ya kugharimu $2,000 au $3,000 au $10,000 kama ilivyokuwa umezoea mwanzoni kwa watu walivyokuwa wakitaka knowledge kutoka Christopher, ikiwa lazima kuweza kulipia pesa nyingi sana. Lakini cha kushangaza ndani ya Master Academy wala sio $1,000 au $500, kama kwa mtu anaweza kuwa na $235 anaanza kuparticipate kwenye largest financial market on the planet na $175 kwa mwezi. Na sio swala kusema kwamba nitoka hapa kuweza kutafuta watu naanza kufungiza watu, ni wewe mwenyewe kujua skills ambazo unazitumia kuweza kumultiply pesa ambayo unakuwa unafundishwa ndani ya Academy. Lakini pia au educators ambao umekuta wamewekwa ni educator ambao wanakufundisha wewe azifu unafundisha mtu ambaye ndo cha kwanza kabisa anakutana nacho. Kwa hiyo wako qualified kuweza kufundisha watu wa mataifa mengi na kwa namna gani ambavyo atakuwa na uwezo wa kuelewa vile vitu kwa mtu wa namna, kwa mtu mwenye uelewa wote ule. Lakini pia kuna Elite package ambayo ni $325 ambayo ni full package, ambayo monthly subscription inakuwa ni $275 kwa mwezi. So kitu ambacho nasema kwamba kwa mara ya kwanza Christopher Terry ambacho aliamua kukifanya ni kitu ambacho hakijawahi kufanya na education platform yoyote. Aliweka offer ya wewe kuweza kuwafikia customer wengine wawili ambao unawaamini, unaheshimu, ambao watapata kuna thamani ya hizo information. Na hapo malipo yako ya mwezi yanakuwa yameondolewa. Sasa unakuwa unapata bure. So kuna watu ambao watajichanga au lakini wakakosa monthly payment. Lakini kuna wale ambao walio na hela ya kuweza kuanza, lakini pia kuweza kuwa na hela pia kuanza kutrade. Lakini kuna lile kundi la watu ambao wataanza lakini pia wakawa hana hela ya kutrade. So Christopher Terry aliweza kutengeneza mazingira ya kwamba mbali na kwamba mtu ni ana trade, ambapo tumekuonyesha kwamba ni skills ambazo ulizoziona zote zinahusiana na masuala forex, kwamba namna gani ambavyo utaweza kumultiply hela yako ulionayo mkononi. Kuna upande wa pili ambao ni upande wa network market, kwamba inafungua milango pia ya mtu kuweza kuanza kujenga business ambayo itamsaidia kutengeneza hela ambayo atamultiply ndani ya nini? Ndani ya forex. So inafungua milango ya mtu kuwa business independent owner. Right? Kwa nacho cha kwanza ambacho tunaenda kwa sasa ni kwa IBO ambayo ni independent business owner, ambapo una upgrade kwa $17 ambapo unakuwa IBO, unamweka mtu wako wa tatu ambao tayari unakuwa ni platinum 150, ambao ndio level ya chini kabisa, ambao unakuwa unatengeneza extra nini? Extra money ambayo ni 150 ambayo ni nje na kutrade. So ikiwa kitu ambacho watu wengi wanakitazama ndani ya hii compensation plan ya Academy, wanaona ni opportunity kwa ajili ya watu wengi kuweza kuyafikia mafanikio kupitia utendaji kazi wa kawaida kulinganisha na kampuni nyingine ambazo ushawahi kuzisikia. Kwa sababu just imagine platinum 150, mtu anakuwa na customer watatu ambao ni wanatumia platinum, either wanapata for free au kwa kufanya monthly subscription, kama anakuwa na uwezo kwa yeye kutengeneza $150 kila mwezi. Na kitu ambacho kinafanyika ndani ya Academy, mtu anakuwa analipwa kwa wiki. Kwa wiki platinum 150 anakuwa analipwa $37. Lakini kinachofanyika ni kwamba unasaidia wale watatu ambao wenyewe pia wanakuwa na uwezo wa copy na paste, wanaanza kuona value, pia na share na customers wengine ambao kila mtu anapata customer watatu ambao tayari unakuwa na timu ya watu 12. Hapo tayari ni platinum 600. Kwa kuwa na timu ya watu 12, customer 200. Sio kwamba 200 unatafuta wewe, ni kwamba wale watu watatu umewasaidia kuona value katika hii copy and paste, wametengeneza pesa, waenda kushare na rafiki zao wengine ambao wanatamani pia kuwa part ya Academy, ambao wanatamani kumultiply pesa. Tayari unakuwa ni platinum member ambao unakuwa unatengeneza $600 every single week, every single month, ambao kwa wiki unakuwa unalipwa $150. Right? Lakini pia
wale watu na support na kuweza kuwasaidia. Akifika timu ya watu 30 unakuwa ni platinum 1000. Platinum 1000 unakuwa unatengeneza $1000 every single month. Kwa hiyo unajikuta kwamba ile shughuli ambayo ulifanya mwanzoni, tunapoongelea residual income ni shughuli malipo ambayo yanatokana na kitu ambacho ulishafanya mwanzoni lakini bado kinakulipa. Ukija kuangalia wasanii, watu waliotengeneza movie, leo mtu anaingiza hela kutokana na movie ambazo alitengeneza miaka 20 iliyopita, miaka 15, miaka 5 iliyopita. Msanii anamiliki hatimiliki ya wimbo fani au aina fani ya muziki. Kama unaweza kusikia watu wakiwa wamekuwa kitozwa faini kubwa sana kwa kuweza kufanya nini, katumia muziki fulani, kwa sababu mtu yule anamiliki ile hati ya nini, ana mandate ya kuweza yeye ndo anamiliki ile beat. So mtu mwingine akitumia tayari lazima ampige fine. Matunda yanaendelea kumlipa kutokana na shughuli aliyoifanya mwanzoni kabisa. So unaweza kuangalia hata level ya platinum 1000 mtu anakuwa na uwezo kutengeneza matunda kutokana na shughuli aliyoifanya mwanzoni. Kwa kinachokuwa kinafanyika kama ni kupata customers ambao wanakuwa wanatumia nini, wanakuwa ni party ya nini ya academy. Kwa hiyo mtu aliyokulisha hapa video sio kuweza kuangalia nini level ya platinum 150. So obviously kwa mimi pati zote ambazo nazifanyia kazi, pati ya forex lakini pia pati ya nini ya network market. Ukija kuangalia compensation plan, sije kukutana na compensation plan ambayo iko kama hii. Just imagine compensation ambayo mtu anakuwa na uwezo kulipwa every single month, kila mwezi anakuwa analipwa. Kwa sababu network market kampuni nyingi mtu anakuwa excited anapokuwa anaona timu kubwa, maybe hata 2000, 3000, 700. Lakini ukija kuangalia kitu anachokitengeneza si sana ukubwa wa timu aliyopo nayo. Lakini inakupa nafasi ya kuweza kutengeneza. Mtu kama umeamua kujenga timu ya watu 1000, umeweza platinum 2000 ambao mtu akajenga timu ya watu 75. Inawezekana ni mwanachuo, inawezekana ni mtu ambaye yuko ndani, inawezekana ni mtu yote ambaye akisema kama mimi ngoja ni multiply hela yangu ambayo ikishakuwa kubwa nitaitumia katika upande wa kutrade. So unaweza kutumia zote mbili, lakini pia unaweza kuwa na nafasi ya wewe kuweza kujenga timu ambayo unatengeneza pesa multiply. So swala kusema kwamba uanze kung'ana na kiasi kidogo cha pesa uende kuparticipate. Obviously kwenye forex unaweza kuwa na $10 na ukaanza kuparticipate, lakini unakuwa na nafasi ya upande wa business, unakuwa na nafasi ya kutengeneza pesa nyingi ambayo unakuwa na uwezo wa kumultiply kupitia nini, forex industry. So lichokifanya ama academy ni kutengeneza nafasi ya wewe kutengeneza hela alafu na kutumia forex kuweza kumultiply ile hela. Lakini hebu angalia level ya chairman 10. Level ya chairman 10 hata kama mtu akisema kwamba mimi nachukua mwaka mzima, maybe hata kama ni miezi 18, hata kama ni miezi 24 kufikia level ya chairman 10 ambayo anakuwa na timu ya watu 500, alafu anakuwa anatengeneza $10,000 every single month, $10,000 ambao kwa pesa ya Tanzania nadhani unaweza kupiga hesabu kutokana na dola na ukaweza kupata jibu kwamba kwa wiki mtu anakuwa anaweza kutengeneza $2500 every single week. Kwa watu ambao wanasoma, anakuja kazini, anafanya kazi, anaanza na kusoma aweze kutengeneza kipato ili awe na uwezo wa kutengeneza mshahara mkubwa. Lakini kwa level ya chairman 10, timu ya watu 500, customer 500. That's why nipo for the first time tupo kwa tunazipia much information hizi hapa kusema kwamba hiki kitu sije kukiona. Mpaka nikamuuliza mtu ambaye alinishirikisha biashara kwamba kama unachonionyesha ndio kiko hivi. Ambaye yeye yuko level ya chairman 100 kama unavyoweza kuiona hapa. Ni mtu mmoja ambaye anaitwa Case Mountain, lakini pia ni watu ambao wameweza kujenga organization kubwa. Na kwa sababu tunapoongea hapa M Academy sasa hivi na almost ina customer inaelekea 300. Lakini kwa mwezi wa 3 na 4 peke yake, kipindi cha lockdown, imeweza kujenga timu ya watu 100,000 ndani ya miezi miwili. Unaweza kuona kwamba movement jinsi inavyokuja kwa kasi. Na kitu ambacho unatakiwa kukifahamu kwamba hivi vitu vyote vipo kwa ajili ya wewe kusaidia kuweza kujenga kipato chako, na mtu ambaye kutumia hapa video anataka utoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Right? Ni mtu ambaye anapenda mafanikio yako, anaenda kusaidia wewe anaenda kusaidia wewe kuwa moja ya hii movement ambayo inakuja kwa kasi. Na sababu moja hapo ambayo inaifanya hii movement kuja kwa kasi ni kutokana na system tunayoifuata. Ambapo kitu cha kwanza ni wewe kuanza, kwa sababu umeshaangalia hii video, unajua situation ambayo uko nayo sasa hivi, inawezekana uko unatafuta opportunity, kwa sababu inawezekana umeshafanya vitu vingi ambavyo pia havikupa matokeo na kuweza kusaidia wewe kuweza kufika sehemu uliokuwepo unataka kufika. So unaweza kutumia hapa video kama wake up call kwa wewe kuweza kufanya nini, kufanya kazi ndoto yako. So chagua package ambayo unataka kuanza nayo, inawezekana ni platinum package au ni elite package. Lakini pia cha pili, andaa majina ya watu ambao unataka pia tunataka wewe pia uweze kuandaa majina yako ya watu ambao tutakusaidia kuweza kufikishia hapa hizi information ili uwe na uwezo kupata hizi service for free. Kwa sababu hakuna maana ya wewe kuweza kulipia kitu ambacho una uwezo kupata bila kulipia. Hapa tunaangalia watu ambao unawajali, watu unaoheshimu, watu unaotamani waweze kutumia opportunity kuweza kumultiply kipato chao, watu ambao wana uwezo, cha kwanza kabisa wawe na uwezo wa copy na paste, lakini pia wawe na winning mindset. So nao pia wakaweza kupata information hizi hapa kupitia hapa video. Tunafanya presentation kwa ajili yao,
Lakini pia kila mtu ni mtoto wa Mungu. Kitu ambacho tunatakiwa kufahamu kwamba wote ni mtoto wa Mungu. Na tunapata ujuzi ule ule na elimu wa kutumia hizi service ule ule. Lakini kwa nini matokeo yanakuwa tofautiana? Inawezekana ndio kwa sehemu sahihi au umepata hii hapa video wakati sahihi, lakini kuna kitu ambacho lazima ukiangalia katika masuala mazima ya biashara. Cha kwanza kabisa, time yoga ni kitu cha kwanza kabisa. Moja ya chanzo kikubwa cha mtu kuweza kupiga hatua ya kimafanikio, cha kwanza ni timing. Unaweza kuwa na idea moja ile ambayo unataka kuifanyia kazi leo, lakini kuna mmoja akaanza kuifanyia kazi miaka 5 ijayo. Obviously una nafasi ya kufanya vitu vikubwa zaidi kuliko mtu atakayefanya miaka 6 ijayo. Ndio kitu ambacho unatakiwa ufahamu kwamba timing ndio kitu ambacho unatakiwa ukiangalie. Lakini pia angalia compensation plan, na ndio maana hii kampuni inaitwa King of Compensation Plan, na sio tu kuwa na timu kubwa. Just imagine kwa level ya platinum 600. Just imagine hata kama tunasema kwamba okay, hata kama mtu yuko busy namna gani, tuseme tujenge timu ya watu 12, platinum 600, ambao unakuwa unaweza kutengeneza $600 every single month. Kila mwezi unatengeneza $600, ambao kwa pesa za Tanzania almost milioni 1.3. Right? Na tunaweza kufocus zaidi kuweza kutengeneza chairman wengi sana kutoka kwenye platform hapa Afrika. Na kwa sababu tunapoongea hapa kuna chairman almost chairman 10 wako kama sijui ngapi hapa Afrika, na movement inazidi kuja kwa kasi. So nenda kwa mtu ambaye akufikishia hizi hapa information, uweze kujua namna gani ambavyo utaweza kuanza, lakini pia set demo account yako, set na live account yako, kwa sababu unataka uanze kuona value kupitia copy and paste, na pia kuanza kumultiply pesa hata kama ukiwa bado unajifunza. Inawezekana ukaanza kutengeneza pesa afu ndo ukaanza kuwaza hata kitu ambacho ulikuwa unakifanya hukijui. Ndio pale pale ukaanza kujifunza namna ya kuweza kuteka advantage ya hii market kubwa. Nenda kwa mtu ambaye akufikisha hapa video, mwambie kutumia linki uweze kuanza kupatia market iMarkets Live. So asante sana kwa muda wako na Mungu akubariki sana. Tunatumia kuweza kufanya kazi na wewe, and we are so excited and we are so fired up.